Bei yetu ya mahindi ya watu wa jimbo la Peramiho imekuwa sio bei rafiki. Leo unalima kwa nguvu zako, unanunua mbolea kwa nguvu zako, unanunua mbegu kwa nguvu zako, mvua ya kwako, jua ya kwako, alafu mtu mmoja tu amevaa suti, ameweka na tai, anakwambia mahindi mwaka huu kilo moja muuze shilingi 300. Mtu mmoja tu amekaa anasema mahindi mwaka huu muuze shilingi 400. Hajui haza uliyopata kwenye shamba, hajui mbolea umenunua kiasi gani, hajui mateso na nguvu uliyopoteza. Yeye amekaa kwenye kiyoyozi, ana kiti cha kuzunguka, ana mshahara mkubwa, watoto wake wanasoma pazuri, analala pazuri, anaendesha gari nzuri, anakupangia bei eti mwaka huu watu wa Peramiho, watu wa Matimira, mahindi muuze shilingi 300. Tunataka kiongozi ambaye atakwenda kuboresha bei ya mazao yetu. Tunataka watu wa Peramiho ndio wawe na makadirio kulingana na nguvu waliotumia kwenye kulima, kulingana na nguvu waliotumia kwenye kununua mbolea, kulingana na nguvu waliotumia kwenye kununua mbegu. Wao ndio wanajua kwa nguvu waliotumia mahindi wauze kiasi gani. Na huko kote nimewaeleza, na hapa nawaambia ndugu zangu, huu mfumo kwamba lazima mazao yetu wanunue serikali, huu ni mfumo mbovu sana. Tunaweza tukaona mfumo huu ni mzuri, lakini mfumo huu ni mbaya sana. Na madhara yake ni nini? Madhara yake hata wenzetu matajiri, wawekezaji ambao wanatamani kuja kununua mahindi kwa bei nzuri na waende kuuza katika maeneo yao, aidha nchi yao au katika maeneo mengine, wamekuwa wapati nafasi kwa sababu serikali wamekuwa wakiwakingia kifua. Tunataka mahindi yetu yashindanishwe kwenye minada. Leo hapa hanakuwepo mtu anasema mimi mahindi nitanunua kilo shilingi 400. Mwingine anasema hapana, njooni kwangu mimi nitanunua 450. Mwingine anasema hapana, mimi nitanunua 500. Mwingine anasema hapana, mimi nitanunua 700. Kuwe na ushindani wa matajiri namna ambavyo watanunua mahindi yetu. Kwa maana hiyo, Mtanzania ama mwananchi wa jimbo la Peramiho ataamua mahindi yake akauze kwa nani, kwa bei ambayo yeye ataona ni rafiki, kwa sababu wote wanashindana kutaka kununua bidhaa hiyo. Wakati mmoja niliwahi kwenda pale Kibaigwa. Kibaigwa ile ipo Dodoma. Nilifika pale kwenye soko kuu la mahindi la kitaifa. Wakati nafika pale, miundombinu ya pale ilikuwa ni mizuri kwa kweli, lakini zile mishemishe za biashara, pilika za biashara zilikuwa zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Nikawauliza wenyeji, inakuwaje soko hili linatajwa kuwa soko la kitaifa, lakini bado mishemishe yake haiendani na soko la kitaifa? Kusema sikiliza bwana, tukwambie, soko hili tulikuwa tunalitegemea sana. Shughuli za biashara zilikuwa kubwa, watu wamejenga magesti, watu wamejenga maroji, watu wamejenga baa, watu walifanya biashara mbalimbali Kibaigwa kwa sababu ya kutegemea soko hili la kimataifa la mahindi. Soko hili lilikuwa ukifika, tajiri akileta lori la mahindi hapa, anakutana na Wakenya hapa, anakutana na Watanzania hapa, anakutana na watu wa Malawi hapa, anakutana na watu gani hapa. Watu wanashindana wenyewe kwa wenyewe kwamba mimi nitanunua bei hii, mimi nitanunua bei hii, mimi nitanunua bei hii. Watu walikuwa wanapata pesa, wanaendesha maisha, mambo mengine yanaenda. Lakini ulipokuja mfumo wa kusema kwamba bidhaa zetu zisitoke nje ya mipaka yetu na serikali kununua bidhaa zetu kwa bei wanazoelekeza wao, biashara imekufa. Watu wanaleta magari, wanapima mahindi, wanapoa makaratasi, wanaambiwa nenda kasubiri, baada ya wiki moja wiki mbili uje upewe pesa yako. Hakuna biashara, mambo yote yameharibika. Na ndivyo hivyo kwenye jimbo hili la Peramiho, wilaya hii ya Songea, watu mpaka leo wapo watu wanaidai serikali juu ya pesa ambazo itakiwa walipwe kwenye mazao ya mahindi.
unapeleka mahindi yako, unapima, unapewa bei, unamaliza, unapewa stakabadhi ghalani, eti urudi nyumbani usubiri pesa ingia serikali ndio uje uchukue pesa yako. Bahati mbaya umeweka karatasi yako ndani, mvua imenyesha, karatasi imeloa, haki yako ya pesa utapata? Nani atakuelewa useme kwamba mimi nilikuja hapa nikaweka tani 2 ya mahindi, karatasi yangu imepotea, kwa hiyo naombeni pesa yangu? Nani atakayekubali? Kwa hiyo wanatutengenezea mazingira haya kutudhulumu, kutunyonya, kwa sababu wanatuona hatuna elimu, hatuna watu wa kutupigania, wanaendelea kutusukuma, wanaendelea kutunyonya, na sisi tumekubali yena CCM mbele kwa mbele, tunaendelea kuishi maisha hayo, na sisi tunaendelea kunyonywa. Wao wanapata vitambi, wanasomesha watoto wao, wanaendesha magari, wanajenga majumba, wanatanua mijini, sisi tunaendelea kuteseka kwenye jimbo letu la Peramiho. Sasa ni wakati wa kusema machungu, mateso, changamoto sasa basi.